وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. يقول الحق سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معاشر المسلمين، هذه الآيات الكريمات تدل على أن الله عز وجل خلق الخلق في هذه الحياة للابتلاء، يبتليهم الله عز وجل بالسراء والضراء، ويبتليهم الله عز وجل بفتنة الشهوات والشبهات، ويبتليهم الله عز وجل بالأمراض والأسقام. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala yasema: wanabilukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un, na tutawapa mitihani, tutawaonjeni kwa khairi na kwa shari. Iwe ni mtihani kwenu nyinyi, ni maonjo hayo kwenu nyinyi. Wa ilayna turja'un, na kwetu sisi Allah sema mtarejea. Waqala ta'ala: wabalawnahum, na tumewatia kwenye mitihani na kuwajaribuni, bil hasanati, katika mambo mema au mambo mazuri, wasayiati, na katika mambo maovu, la'allahum yarji'un, lengo mupate kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala: alladhi khalaqa almauta walhaya, ambaye aliumba uhai, aliumba mauti na uhai, liyabluwakum, ili awajaribuni, ayyukum ahsanu amala, nani katika nyinyi ana amali zilizo nzuri. Kwa hivyo aya zote hizi, ndugu zangu Waislamu, tadullu, zinajulisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanadamu katika uhai huu wa dunia lilibtila, kwa kumjaribu na kumpa mitihani. Yabtalihim Allahu azza wa jalla bisarrai wadharra, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mitihani waja wake fi sarrai, katika mambo ya kufurahisha, wadharra, na katika mambo ya kuhuzunisha. Na akatupa mitihani Allah subhanahu wa ta'ala bifitani ash-shahawati wash-shubhat, katika mambo ya fitna ash-shahawat, katika mambo ya matamanio, wash-shubhat, na katika mambo ya utata kwenye dini. Huo pia ni mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala akatuonja katika sehemu mbalimbali, bil amradhi wal asqam, katika maradhi na magonjwa. Hiyo pia ni katika mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie nani katika sisi atakayekuwa ni mwenye kusubiri na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad ibtala Allahu azza wa jalla khirata anbiya'i, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mitihani katika wale wabora manabii zake, na akawapa mitihani as-salihin min ibadi, pia katika waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala wakapewa mtihani. Kwa hivyo utakapoona wewe, mimi na wewe tumepewa mitihani ya aina yoyote, ya kimaisha, ya kimaradhi, ya katika ghumum wal ghumum, haukuanza wewe wala mimi, ndugu yangu Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa walio bora kuliko sisi, ambaye ni vipenzi vyake, mitume wake, akawatia kwenye mitihani. Isitosha akawatia kwenye mitihani katika wale waja waliowema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tahzan idha ibtalaka Allahu azza wa jalla. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, usihuzunike anapokupa mtihani Allah subhanahu wa ta'ala.
Farabbik, Mola wako, man wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma, Mola wetu ni yule ambaye kwamba man wasi'a, aliyekizunguka kila kitu kwa rehema zake na ujuzi wake na ilmu yake. Kwa hivyo usiwe na huzuni kwamba ukaona mitihani hii au balaa hii au misiba kama hii ni yako wewe peke yako. Ndugu yangu Muislamu, la tahzan ya Abdallah idha talat askamuk wa kathurat alamuk, usihuzunike ndugu yangu Muislamu yanapozidi masaiba kwako wewe, yanapozidi mitihani maradhi kwako wewe, wa kathurat alamuk, na kuzidi maumivu unayoyasikia kwenye mwili wako. Waona likitoka hili unapata hii, ukitibu hii unapata hii, unaumwa katika hali tofauti. Kwa hivyo usije ukahuzunika ndugu yangu Muislamu. Wala yazalu albalau bilmu'min fi nafsihi wa ahlihi wa malihi wa waladihi, Muislam mu'min hawachi kupewa mitihani katika dunia hii. Kwanza aweza kupewa mitihani fi nafsi, kwenye nafsi yake yeye mwenyewe, au akapewa mitihani kwenye familia yake, au akapewa kwenye mitihani kwenye watoto wake, au mitihani kwenye mali yake, kupata hasara au kuungua katika mali yake, au kwenda katika hali ambayo kwamba haitompa faida kwenye mali ile. Kwa hivyo yote ni mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mu'min kama huyo, hatta yamshia ala al-ardhi wa ma alayhi khati'a, muislamu au mu'min anapopewa mitihani kama hii hutembea kwenye ardhi hii, Allah subhanahu wa ta'ala awe amemsamehe makosa yake yote, lakini kupatikane subra na kumdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslim, ndugu yangu Muislam, mahma dhaqat biha alhaya wa nazalat bika alkurub walmasaib walbalaya walrazaya, ndugu yangu Muislam, mahma talat, vile itakavyokuwa maisha yako yamekubana vipi, vile utakavyoona hali imekuwa namna gani, vile Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuteremshia wewe dhiki za aina yote, walmasaib, na mitihani na misiba, walbalaya, na balaya, warazaya, na katika mambo ambayo kwamba ni mazito, usije ukadhani ukamdhania Allah subhanahu wa ta'ala suu dhann. Vile itakavyokuwa leo, baadhi ya Muislam ukamwona yuatamka katika kinywa chake mwenyewe akwambia, maisha gani haya, balaa gani hizi, tafadhali nifle mbali, kwa sababu ya maisha yamembana. La tahzan, vile itakavyokuwa katika maisha ulionayo ndugu yangu Muislam, fala taqnatu min rahmatillah wala tayas min rahmatillah, usikate tamaa na rehma ya Allah, usije ukarudi nyuma na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yasema kwenye Qur'an, pale malaika walipomwambia mtume Ibrahim alayhi salam, walimwambia qalu basharnaka bilhaq fala takun min alqanitin. Nabii Ibrahim alikaa kwa muda mrefu hajapata mtoto. Alipopata bishara hii, malaika mwambia, sisi tumekupa bishara ya haki, fala takun min alqanitin, usiwe katika wale watu wenye kukata tamaa. Qal Ibrahim alayhi salam akasema, waman yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun, hakuna anayekata tamaa na rehma ya Allah na rehma ya Mola wake isipokuwa wale waliopotea. La taqnat wala tayas, usije ukakata tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Ibrahim akajibu maneno kama haya kwamba nani atakayekata tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa dhallun, katika aya nyingine isipokuwa wale makafiri ndio wenye kukata tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Enyi mulamin, ya ibadiya alladhina, enyi waja ambao kwamba asrafu ala anfusihim, mmefanya israf katika nafsi zenu, mmefanya madhambi, mambo makubwa ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Allah sema musikate tamaa, usije kuona uliyofanya kweli Allah atatakabal toba yangu, Allah atanikubalia nitakayomuomba kwa sababu ninafanya hivi na hivi. Usikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. La tahzan, usiwe mwenye huzuni, idha kathurat humumuk wa ghumumuk, usiwe mwenye huzuni yatakapokuzidi shida, zitakapokuzidi matatizo, yatakapokuwa mengi madeni, una madeni kila upande, ukawa ni mwenye huzuni, ukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna an-nasra ma'a as-sabri wa inna al-faraja min al-karbi wa inna ma'a al-usri yusra.
la tahzan. Vile itakavyokuwa ulivyobanika katika hali yoyote ya kimaisha, ya kibiashara, ya afya yako, ya maumivu ulionao, ya misiba unayoyapata, la tayas wala tahzan, usikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna an-nasra ma'a as-sabr, nusra iko pamoja na kusubiri. Kuwa na subra, subiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nusra iko karibu. Wa inna al-faraja min al-karb, na hakika faraja kila siku utokamana na dhiki. Pale unapoona mambo yamebanika, basi ujue faraja iko karibu. Pale unapoona madeni yamekuzidi, ghamu zimekuzidi, dhiki, stress nyingi, basi ujue kuna nusra iko karibu. Wa inna alfaraja min alkarbi wa inna ma'al usri yusra, na hakika palipo na uzito bila shaka patakuwa na wepesi. Faraja iko, la tahzan, kuwa na imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yoyote anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamuonesha njia za kutoka kwenye matatizo hayo. Yaj'al lahu, atamfanyia makhraja, namna ya kuondoka kwenye matatizo na balaa alizonazo. Kuwa na takwa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayarzukuhu, Allah subhanahu wa ta'ala asema, kisha tutampa riziki kwa njia asiyoidhania. Hukufikiria, mambo umeyasahau kitambo, wafanya kupigiwa simu, wewe ndiye fulani, basi ile jambo fulani njoo ulifanye. Allah subhanahu wa ta'ala, usikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ujue ndugu yangu Muislam, wa man yattaqillaha, na atakayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamletea njia ya kutoka kwenye matatizo alionayo, kwenye dhiki na kwenye balaa alionayo. Fala tahzan, usije ukahuzunika. Fa inna Allah azza wa jal arhamur rahimin wa ahkamul hakimin. Ujue hilo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, ndiye mwenye kurehemu kuliko wote wenye kurehemu. Allah yuwakupenda zaidi kuliko aliyekuzaa anavyokupenda. Arhamur rahimin, hakuna mwenye rahma zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahkamul hakimin, na Allah ndiye hakimu kuliko wenye kuhukumu wote. Ajua kwa hikma kwa nini amekufanya hivyo, ajua kwa hikma yake kwa nini kakupa mitihani hiyo. Kuwa na subra na yaqini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tahzan fa inna ash-shada'ida la tadum wal usru ya'qubuhu al-yusr. Ndugu yangu Muislam, fa inna shadaida la tadum, usije ukahuzunika ukajitia hamu na ghamu, dhiki, huna raha, shida hazidumu milele. Fa inna al-usr ya'qubuhu al-yusr, kila siku uzito hufuatwa na wepesi. Ukiona yamekubana mambo ni mazito, basi tarajia faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukahuzunika. Hakuna utakaye kwenye shida milele, na hakuna atakayekaa kwenye raha milele, na hakuna atakayekuwa mzima milele. Haya ni mambo Allah subhanahu wa ta'ala yuwakupa mitihani, yuwakujaribu. Leo umeamka walillahi alhamd, kesho una hii, ni mtihani. Leo umeamka unacho, kesho hauna, ni mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa intidharu alfaraji ibada kama kala alulama. Ujue ndugu yangu Muislam, shida hazidumu milele, na palipo na uzito kinachofuata ni wepesi, na kusubiri faraja ni katika ibada. Kule kusubiri faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala, wepesi na sahali ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika ibada kama kala alulama. Fa ahsini dhanna billahi azza wa jalla, wewe weka dhanna nzuri, mdhanie vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Falqadimu ajmal wa ma yantadhiru bika atammu wa akmal. Kuwa na dhanna nzuri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falqadimu ajmal, yajayo ni mazuri zaidi Allah amekwekea, na yanayokungojea wewe atamu wa akmal, yamekamilika zaidi kuliko mambo ya kidunia. Umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala, bado uko kwenye mtihani, hujatoka kwenye mtihani huo, basi ujue yajayo ajmal, ni mazuri zaidi Allah aliyokuwekea. Na yanayokusubiri wewe ndugu yangu Muislam, atamu wa akmal, ndiyo yaliyotimia na yaliyotimam na yaliyokamilika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi, qala Allah ta'ala, ana inda dhanni abdi bih, mimi niko katika kumdhania mja wangu. Allah subhanahu wa ta'ala yuamiluka wa yuamiluni ala hasabi dhannika bih. Allah subhanahu wa ta'ala yuamiliana na sisi kulingana na vile tunavyomdhania kwenye nyoyo zetu. Ukimdhania Allah subhanahu wa ta'ala vizuri, basi ujue Allah atakufanya vizuri. Ukimdhania Allah subhanahu wa ta'ala mema, ujue Allah atakufanya wema. Na ukimdhania Allah subhanahu wa ta'ala maovu, yale yale uliyodhania ndio atakayokufikia. Ndugu yangu Muislam, iyaka an tayas, jiepushe sana na kukata tamaa.
iyaka an tusia dhanna billah, jiepushe sana kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala ubaya, kwamba mimi tu naopewa mitihani hii, masaiba haya ni familia yetu tu, mtihani huu mbona simuone mtu mwingine. Iyaka, jiepushe sana kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala vibaya. Hiyo ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Ametujaribu katika mitihani yetu, ametujaribu katika maisha yetu, maisha haya tunaoishi, ili ajulikane nani muumini wa kisawasawa. Kwa hivyo usije ukakata tamaa. Aiqin, kuwa na yaqini, anna Allah lan yukhayyibuk, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatakuacha patupu. Hiyo ndio yaqini ya mu'min, kwamba yote ulionayo anna Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatakuacha. Inna Yusuf aradu an yaktuluhu fa arada Allahu lahu alhaya. Mfano ni huwa nabii Allah Yusuf. Nabii Yusuf alayhi salam, ndugu zake walitaka kumua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akataka aishi, akamuokoa kwenye kisima kama kile ili asife. Wabauhu, wakamtukua Yusufu yule wakamuuza, liyakuna abdan, ili awe mtumwa. Fa arada Allahu an yakuna malikan wa rasula, Allah subhanahu wa ta'ala akataka awe mtume na katika wafalme. Wao wamemuuza ili awe mtumwa, Allah akataka awe mtume na katika wale wafalme. Wa aradu an yubiduhu an abihi, ndugu zake Yusuf wakataka kumwepusha Yusuf na babake mbali. Matokeo yake ni yapi? Famazdada lahu illa hubban wa shauqa, lilozidi kwa baba na mtoto isipokuwa mapenzi yalizidi na hamu ilizidi. Wao waliona tukimweka Yusuf mbali ndio baba atamsahau, ndio yatakwisha mapenzi yake kwa mtoto wake. Kumbe hawajui vile walivyofanya ndivyo walizidisha mapenzi kwa baba kwa mtoto wake. Tena washauqan, na kuwa na hamu ya kuonana. Fala tadri ma inda Allah, ndugu yangu Islam, hakuna anayejua aliyoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na dhanna nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad kharaja Musa min baladi, mfano mwingine Nabii Allah Musa alitoka kwenye mji wake, khaifan yataraqabu, kwa kujificha na kwa siri. Toka huko alikotoka kwa Firaun, Musa alayhi salam, huko alipotoka anajificha na yatoka kwa siri ili asionekane. Wa wasala ila maa Madian, akaenda mpaka akafika maa Madian. Katika mji ule Musa alayhi salam hakuna mtu yamjua wala yamjua yeye, hakuna anemjua Musa wala Musa hajui mtu, hana nyumba, hana mahali, hana kazi, hana chochote kwenye mji ule wa Madian. Lakini fasanaa ma'rufan, Nabii Allah Musa akafanya wema, akafanya wema. Wema aliofanya ni kuwatekea maji wale mabinti wawili waliokuwa wamekaa kando, akiuliza mbona nyinyi hamunyeshi wanyama wenu maji? Hatuwezi sisi kwenda kunywesha mpaka tusubiri watu wamalize. Akawafanyia wema kama huu. Pale pale mabinti wale waliporudi nyumbani kwao, halikutwa jua la siku ile. Baada ya Musa tu kufanya wema kama ule, akamwambia Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Akarudi kwenye kivuli chini ya mti akakaa, ya Rabbi, ile khairi yoyote utakaoniletea mimi nahitaji. Basi ndugu yangu Islam, falam taghrubu ash-shamsu dhalika al-yawm illa waqad razaqahu Allah, jua halikuzama siku ile Musa alipofanya wema kama huu, isipokuwa pale pale Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku nyumba, akamruzuku kazi, akamruzuku na mke. Kumwambia tu Allah subhanahu wa ta'ala, hakukata tamaa. Pale pale alipofanya vile, aliporudi binti ule kuitwa kwa baba yao, basi akaambiwa kazi ndio hii na hapa ndio mahali pako na huyu ndio mkeo. Kwa hivyo ndugu yangu Islam, la tahzan, usije ukawa na huzuni, mahma kathurat al-a'da, hata kama umezidi maadui wako wamezidi, usihuzunike. Kuwa na yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila upande, kwenye biashara watu wamezidi mahasidi kukuhusudu, au maadui wamezidi kukupangia njama, usiendelee. La tahzan, kuwa na yaqini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La tahzan, hata kama bala zako ndugu yangu zimezidi. Fallahu azza wa jal rahimun latifun biibadi, ujue Allah subhanahu wa ta'ala kwanza ni rahim, kisha ni latif, ni mpole biibadi, kwa waja wake. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, Allah subhanahu wa ta'ala yuwakuona hina taqum, hapo uliposimama unapofanya ibada, hapo uliposimama unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqallubak, na kule kugeuka kwako katika ibada. La tahzan,
hata kama wamezidi, wamejipanga, wewe kuwa na yakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba linalonifika lilikuwa linifike, na ambalo halikukufika Allah subhanahu wa ta'ala amejalia lisikufike. Huna ujanja wala huna hila, la haula wala quwa illa billah, kwamba utasema mimi nimelihepa au mimi nilijua. Hukujua ndugu yangu Islam, bali ni Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria hili likupate, na hili ambalo kwamba halikukufika Allah subhanahu wa ta'ala alikadiria lisikufike. Fala tahzan min halika al'an, usije ukahuzunika katika hali yako ulionayo sasa. Ulikuwa mtu mwenye biashara, ulikuwa mtu Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha, ukarudi chini kidogo. La tahzan, usije ukahuzunika. Allah subhanahu wa ta'ala huenda akakuneemesha na kukupa utajiri kwa dakika tu, lakini alayka bidua, shikilia sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnu dhanni billah, na kumdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhdhi al-asbab, na usikae hivi hivi, tafuta sababu ambazo kwamba sheria imeidhinisha. Lipi utakalolifanya? Ibrahim alayhi salam alipompeleka Sara katika mji wa Makka, akamwacha pale, hakuna maji, kuna chakula, hakuna mtu, hakuna chochote. Akimuuliza, hivi ndivyo ulivyoamrishwa? Akamwambia naam. Alipompeleka Hajar akamwambia, hivi ndivyo ulivyoamrishwa? Akamwambia ndio. Akasema nini? Basi ikiwa ni hivi, Allah hatotuacha. Akawa na yakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatotuacha. Ibrahimu yuondoka, akaona ile hali iliyo na Allah subhanahu wa ta'ala, naam, hakumwacha, akamteremshia Jibril alayhi salam. Kwa hivyo ndugu yangu Islam, la tahzan, usije ukahuzunika, kithirisha dua, kuwa na husnu dhanni billah, tafuta sababu ambazo kwamba sheria imesema. Usije ukatafuta sababu za kishetani kwamba inkuwaje, hebu nikaangalilie, mbona mambo yangu hayendi, hebu nikapige ramli, nikaangalie kwenye beseni. Subhanal musta'an. Kisha watoka kwenye beseni waja kumwambia iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Vipi wewe wamwambia Allah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, na bado hujakuwa na yakini kwamba Allah ndiye mwenye kutenda yote hayo? Kwa hivyo ndugu yangu Islam, la tahzan, fallahu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, la huzna liman kana ma'a Allah. Ndugu yangu Islam, la huzna liman kana ma'a Allah, anayekuwa pamoja na Allah hawezi kuwa na huzuni yoyote. Ukiwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kuwa na huzuni. Qala Allahu ta'ala, la tahzan inna Allaha ma'ana. Alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia sahibi yake Abu Bakar, la tahzan inna Allaha ma'ana. Kwa hivyo ndugu yangu Islam, hali itakavyokuwa, dhiki itakavyokuwa, maradhi, hali yoyote itakayogeuka, kuwa na yakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala usihuzunike. Ujue tuko katika dunia hii, katika maisha haya, ili Allah subhanahu wa ta'ala atujaribu, atutie kwenye mitihani. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ndugu zangu Waislamu, min asbabi zawali alghumum walghumum, alhumum walghumum, miongoni mwa sababu za kuondosha dhiki na tabu, kuondosha stress watu walizonazo, kuondosha balaa. Kumuona mtu hana raha nini, ghamu zimemjaa na gham, ziko asbab, ziko nususi zilizokuja katika Qur'an na katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa sababu za kuondosha dhiki na gham na stress, as-salah. Shikana sana na kusali, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Allah subhanahu wa ta'ala yuamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, twajua sisi hayo maneno anayokuambia hao makureshi ya kutia dhiki, kifua chako kimejaa ghamu na dhiki. Fanyaje? Fasabbih bihamdi rabbik, fanya kusali, leta tasbih, ingia kwenye sala na uwe pamoja na wanaosali. Bimaana ukiwa ndani ya sala kuna pale subhana rabbiyal azim, kuna subhana rabbiyal a'la, huku aleta tasbihi ndani ya sala. Shikana na sala. Akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Thumma tanaha ani tariq, kisha akakaa kando ya njia. Baada ya kuambiwa hivyo akasema inna lillahi, kisha akasongea kando, akaondoka njiani, akakaa kando, akasali rakaa mbili. Akamaliza kusali, akainuka akitembea akisema maneno haya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in.
Wasta'inu, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusali na kwa kusubiri. Hakika hilo ni jambo gumu, illa ala alkhashiin, isipokuwa kwa wale wanyenyekevu wenye kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo miongoni mwa sababu za kuondosha ghammu tulizonazo, ndugu yangu Islam, shikamana na sala. Sababu nyingine ad-du'a. Qala Allahu ta'ala ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Kithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kana muda wako unongone na Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus alayhi salam, qala Allahu ta'ala fanada fi dhulumat, akanadi akiwa kwenye viza, sio giza, viza. Nabii Allah Yunus yote aliyomfikia baada ya kuwa kwenye kiza cha kwanza ulikuwa ni usiku, kiza cha pili yuko ndani ya bahari, kiza cha tatu yuko ndani ya tumbo la samaki. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Akasema maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema baada ya kusema hivi alisemaje? Fastajabna lahu, tukamuitikia Nabii Allah Yunus maombi yake aliyoyaomba, tukamuokoa. Wanajainahu min algham, tukamuokoa na dhiki na shida alizokuwa nazo. Wakadhalika nunjil mu'minin. Hebu izingatie aya hii, mwisho wake asemaje? Allah asema wakadhalika nunji almu'minin, hivyo ndivyo tunawaokoa waumini wanapofikwa na ghamu na dhiki wakarudi kwetu. Hasa ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia katika dua hii, ma min mu'minin yusibu alkarbu walgham fayabtahil ila Allah. Muislamu yoyote anayefikwa na taabu na dhiki na matatizo akajipendekeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala da'iyan bil ikhlas, ukamuomba Allah kwa ikhlas, hasa ukasema dua hii aliyosema Yunus alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala yukuondoshea ghamu na dhiki ulizonazo. Sababu nyingine ndugu zangu Waislamu, dhikrullah azza wa jalla, kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, wale walioamini ambapo nyoyo zao hutulia wanapomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, basi jueni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, tatma'innu alqulub. Dhiki, stress zimekujia, leta adhkar, mtaji sana Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu nyingine ndugu zangu Waislamu, kabla sijaingia kwenye sababu hiyo, Malik ibn Dinar alisema kuhusu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, asema ma taladhdha almutaladhdhun, hawajawahi kupata ladha wenye kupenda raha au wenye kupenda ladha bimithli dhikri llahi azza wa jalla, kama mtu kumtaja Allah. Utakapomwona mtu amekaa yuamdhukuru na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ujue yuhisi ladha iliyo nzuri kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa sababu nyingine ya kuondosha stress na gham, al-ihsanu ila al-khalq, ni mtu kuwafanyia wema viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa naf'uhum, na kuwanufaisha. Sio lazima uwe tajiri wa kupita mipaka au uwe mtu mwenye pesa nyingi, la, kumfanyia mtu ihsan kwa kadiri ya uwezo wako, fanya ihsan. Walamma kana al-bakhilu mahbusan 'an al-ihsan, kwa sababu alivyokuwa bakhil, mtu bakhil amefungwa na jambo la ihsan, hawezi kufanya ihsan, ni bakhil, kana jazaohu min jinsi amali, naye malipo yake ni kama mfano wa kitendo chake. Atakuwa vipi? Fahuwa dhiqu as-sadri kathiru al-hammi wal-ghammi wal-hazan. Bakhili namna hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hamfungui kifua chake, hakifungui kifua chake akaona raha. Mtu huyu daiman dhiqu as-sadr, kifua chake saa zote na dhiki. Alafu kathir ni mwingi wa ghamu na gham, saa zote ni mtu hana raha, ni mtu mwenye matatizo kwa sababu ya bakhili, hataki kutoa kuwafanyia ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala asema hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Hii ihsan ya kwanza ni yako, ihsan ya pili ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal jazaa'ul ihsan, malipo ya ihsan, umefanya ihsan, malipo yako illa al-ihsan, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala naye atakufanya nini? Atakufanya wema. Faman rafaqa biibadihi rafaqa bih, yoyote atakayewaonea huruma na kuonea upole waja wa Allah, Allah naye atamfanya upole, atamwonea huruma. Yoyote atakayewahurumia waja wa Allah, Allah atamhurumia. Yoyote atakayewafanyia wema waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah naye atamfanya wema. Atakemstiri Allah waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah naye atamletea stara, atamstiri, kwa sababu hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Kwa hivyo miongoni mwa sababu, fanya wema ndugu yangu Islam kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadiri ya uwezo wako. Ittaqun nara walau bishiqqi tamra,
kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu nyingine, aliktharu min as-salati ala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, kukithirisha sana kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuja Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu akamwambia, ya Rasulullah, inni ukthiru as-salata alayka, mimi nakuswalia sana. Je, huku kukuswalia nifanye robo katika siku yangu, nifanye robo ya siku nikusalie? Mtume akamwambia, ukizidisha mbora. Akamwambia, je, nikifanya nusu? Akamwambia, ukizidisha mbora. Akamwambia, nifanye thuluthi mbili? Akamwambia, ukizidisha ni bora. Yani ukakaa wewe sana wamswalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ukakithirisha tena hasa siku hii ya Ijumaa, ukawa saa zote nikikithirisha kumswalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia maneno haya sahaba wake, utakapofanya hivyo, idhan tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk. Yote nini? As-salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Ukifanya hivyo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuondoshea hammuk, dhiki, tabu, stress ulizonazo. Wa yughfaru dhanbuk, faida nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe madhambi uliyofanya. Hadithi hii rawahu at-Tirmidhi, wa man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Shikamana sana na istighfar. Saa zote leta istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishikamana na istighfar kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja, Allah kila dhiki na tabu atakupa wepesi. Utaona mambo yanakwenda, amekutolea njia na amekufungua kifua chako. Kwa nini? Saa zote wamuomba istighfar Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja, na kila mahali pa dhiki Allah atakujalia utoke, kila mahali pa shida Allah ataleta njia uondoke kwenye shida hiyo. Warazakahu min haythu la yahtasib, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atampa riziki mja huyo kwa njia asiyodhania. Wakana nabii sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda al-karb, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema maneno haya sana wakati wa shida na dhiki, akisema la ilaha illa Allah wahdahu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, akisema la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arsh al-azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. Haya maneno mazito sana. La ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arsh al-karim, لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ما دعا بها مكروب. yoyote atakayeleta maneno haya kwa dua hii akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, illa faraja Allahu karbahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humuondoshia dhiki na tabu na matatizo alionayo. Kamwomba sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizi miongoni mwa sababu. Shikamana na kumswalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, shikamana kuleta adhkar, shikamana kusali, shikamana na kufanya wema. Allah subhanahu wa ta'ala naye akuondoshe na akupe wepesi na akupe faraja kwa yale uliyokupa. Wasabru wal istirja, kisha kuwa na subra na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Istirja ni kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yoyote atakalisema neno hili isipokuwa ataiona dunia hii kwamba haina maana. Utaona dhiki zako ni mambo mepesi sana, utaona shida zako ni mambo madogo sana, kwa sababu umekumbuka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى جميع المسلمين وارحم موتانا وموتى جميع المسلمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا ولا تعذبنا وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.